Mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu kwa jina la Yesu na nikukaribisha sana kwa ajili ya kipindi hiki ambacho kimekuwa baraka sana kwa watu wengi. Labda kwa wewe ambaye unatazama kwa mara ya kwanza kupitia channel hii ya Sibuka TV, nikukaribisha sana na nikusihi sana kila siku kama leo na muda kama huu kipindi hiki kinakuwa hewani. Imekuwa baraka sana, nikusihi usibadilishe channel yako. Haleluya. Utambulisho wangu na uona hapo chini, hapo mahali ambapo ninatumika kituo changu cha kazi, lakini pia nimekufikia leo sebuleni kwako. Kwa hiyo ninakukaribisha sana. Haleluya. Lakini pia nashukuru wewe ambaye umekuwa unanifuatilia kupitia mitandao ya kijamii kwenye akaunti zangu za YouTube, Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Mungu akubariki sana. Haleluya. Sasa siku ya leo ninalo somo nyeti sana kwa ajili yako. Leo ninafundisha kwa habari ya vyanzo vya roho ya umaskini. Vyanzo vya roho ya umaskini. Haleluya. Kumbuka kila kitu tunachokiona hapa duniani kina chanzo chake. Lakini asilimia kubwa sana chanzo chake cha kila kitu huwa ni katika ulimwengu wa roho. Kila kitu kina ulimwengu wake wa roho kabla hakijaja katika uhalisia wake. Kwa hiyo hata tunaposema umaskini nao una chanzo chake. Sasa tunaposema maskini ni nani? Maskini ni yule mtu ambaye hana uwezo wa kumudu mahitaji yake ya msingi. Hana uwezo kabisa wa kumudu mahitaji yake ya msingi. Na wakati mwingine anaishi kwa huruma za watu, anahurumia watu wa Samaria wema. Yaani yeye hana uhakika kabisa kwamba kesho itakuwaje. Lakini kuna mwingine anaweza kumudu mahitaji yake ya msingi, lakini kimsingi ni kwamba hata akiondoka duniani hakuna chochote anachokiacha. Maana yake ni maskini huyo. Sasa umaskini unaanzia katika level ya mtu mmoja, unakuja level ya familia, level ya jamii, level hata ya taifa. Naweza kawa ni umaskini taifa kama maskini pia. Sasa huo umaskini una chanzo chake. Haleluya. Chanzo chake maskini. Sasa nafundisha vyanzo vya roho ya maskini. Sasa hebu ngoja nikusomea andiko moja la kulusaidia sasa unapopata mwelekeo wa somo hili. Kitabu kile cha Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 14 mpaka 16. Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 14 mpaka 16. Palikuwa na mji mdogo uliokuwa na watu wachache ndani yake. Akaja mfalme mkuu juu yake, akauhusuru, akajenga ngome kubwa ili kupiga. Basi kulikuwepo na mtu maskini mwenye hekima, naye kwa hekima yake akauokoa ule mji. Lakini hata hivyo hapakuwepo na mtu yeyote aliyemkumbuka yule maskini. Ndipo niliposema bora hekima kuliko nguvu, lakini hekima maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Unaona? Kitabu cha Mhubiri kinatoa mfano wa kuhuzunisha sana, lakini ambao kwetu sisi leo unaweza kutujengea msingi kwamba mfano natolewa kwamba kulikuwa na mji mdogo. Kwa lugha hisi ni kwamba ilikuwa ni jamii ya eneo fulani wanaishi. Sasa ule mji mdogo, Biblia imesema kulikuwa na mtu maskini mwenye hekima. Huyu ni maskini lakini ana hekima yake. Maana yake ana busara, ana ushauri mzuri. Ndio wale ambao unakuta anaweza kaushauri watu wengine wakafanya, wakainuka wakapata matokeo makubwa, lakini maisha yake yako vile vile. Wapo watu ambao unakuta wana ujuzi fulani, wana kipawa fulani. Yaani wakimpa mtu ushauri akiufanyia kazi lazima atoboe, lakini yeye maisha yake yako vile vile. Sasa huu mji ulikuwa na huyu mtu. Sasa kulikuwa na mtu amekuja ametaka kuvamia ule mji. Aje sasa kuuteka, pengine aweke miradi ya uwekezaji na kadhalika. Sasa yule maskini kabidi aende kumlilia, Bwana, unajua tutaishije? Itakuweje?
Unaona, sasa yule mtu mwenye nguvu, yule mfalme akaona huruma, akagairi kuchukua ule mji. Biblia imesema hivi, pamoja na kwamba aliunusuru ule mji, hata hivyo hakuna mtu aliyemkumbuka. Ndipo mhubiri anasema, ndipo niliposema bora hekima. Lakini anasema, lakini hekima ya maskini huwa haisikilizwi. Umeona tatizo lake? Hekima ya maskini huwa haisikilizwi. Sasa huyu mtu ambaye amenusuru mji usitwaliwe na mtu mwenye nguvu, ni maskini, ana busara na hekima. Sasa ni kitu gani kinachosababisha huyu mtu awe maskini? Ajikuta na busara tu, ana ufahamu mzuri, ana ushauri mzuri, ana hekima, lakini hana kitu. Kuna chanzo chake. Haleluya, haleluya. Ipo chanzo, kuna sababu. Maana yake ni nini? Tunapokwenda kujifunza sasa vyanzo vya roho ya umaskini, ukisoma kile kitabu cha Misali sura ya 14 na ule mstari wa 20, Biblia imesema maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana marafiki wengi. Umeona? Maskini anachukiwa hata na majirani yake, si hana chochote, hakuna mtu akumsamini, hakuna mtu akumwona ni wa maana. Unakuta pengine kama wewe ni maskini, una chochote hata kwenye familia hawakuhusisha hata kwenye vikao, kwa sababu huna kitu. Kwenye michango huwezi kuchangia chochote. Na anasema anachukiwa hata na jirani yake, maana yake hasaminiwi, haonekani ni wa maana. Lakini tajiri ana marafiki wengi, ingawa tajiri naye marafiki wake wanaomzunguka walio wengi wanakuwa wanafiki, wanataka vya kwake, lakini ana wengi wanaomzunguka. Haleluya, haleluya. Sasa sikiliza, mpango wa Mungu aliyokusudia tangu mwanzo, mpango wa Mungu alipomuumba mtu wa kwanza Adamu na mke wake Hawa, Mungu alikusudia, aliwaweka hapa duniani wawe watawala wa kifalme. Aliumba vile vitu vyote na zile siku 5. Ile ilikuwa ni utajiri wa dunia, nchi na vyote vijazavyo. Akasema Adamu na uzao wake mkatiishe, hayo ndio mema, mkale mwishi, mweze kunufaika, niye ni walisi, ni watawala kwa niaba yangu. Kwa hiyo dunia ni koloni la Mungu aliyoweka watoto wake waweze kutawala kwa niaba ya baba yao. Maona? Kwa maana yake Mungu alikusudia kila mtu aweze kuwa ni mtawala katika mazingira yake, aweze kumudu mazingira yake, mazingira yampe mema, yampatie mema. Haleluya. Huo ndio mpango wa Mungu na ndio moyo wa Mungu kwetu hata sasa. Lakini shetani yupo kwa sababu hapa duniani kuna falme mbili zinazopigana siku zote, na kila ufalme una wanachama wake. Kwa hiyo kuna ufalme wa nuru ambao sasa ufalme wa nuru uko chini ya Yesu Kristo na watumishi wake. Kama mimi hivi naleta habari njema kwako. Lakini kuna ufalme wa giza ambao wenyewe unasimamiwa na shetani, naye na watumishi wake, na wanachama wake. Kwa hiyo hizi ni falme mbili zinapigana. Kwa hiyo tunaposema umaskini, maana yake ni kwamba sasa Adamu alipoasi, mifumo yote ikabadilika, kila kitu kikabadilika. Maana yake ni kwamba alikuwa na njia mbili za kuishi. Mungu akasema utakula kwa jasho. Kwa jasho maana yake lazima afanye kazi kwa bidii, alipe gharama ndio apate mahitaji yake. Aiza njia ya pili, amsujudie shetani, kwa sababu baada ya shetani kupinua ni akawa mmiliki wa vyote. Kila kitu kiko chini ya udhibiti wake. Sinakumbuka wakati anamjaribu Yesu kule nyikani, alipompeleka juu ya mnara kule, akamuonyesha juu ya mlima, akasema vyote unaweza ukinisujudia tu ndakupa vyote, viko kwenye uwezo wangu. Kwa nini? Maana yake kwamba Adamu alipoasi, shetani akawa ndio mtawala na akawa mfalme wa dunia. Kwa hiyo hata mali zile za Mungu akazidhibiti. Kwa hiyo mpaka sasa iko hivyo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa tunapojifunza, maana yake tunataka twende tunaangalia mapenzi ya Mungu. Ukifahamu kweli kwamba Mungu alikusudia nini kwako,
Hiyo kweli itakuweka huru. Utakwenda kudai haki yako pale msalabani ya wewe kumiliki na kutawala hapa duniani. Badala ya kuwa mtumwa uwe mtawala. Haleluya, haleluya. Kwa maana yake ni kwamba shetani pamoja na kwamba lipindua, lakini Yesu alikuja kuturudishia nafasi yetu, kurudisha kwenye nafasi yetu. Kwa hiyo mojawapo ya kilichomleta Yesu duniani ni kuja kurudisha uzao wa Adamu kwenye nafasi yao hapa duniani. Moja, kiushirika, kiuhusiano. Ule uhusiano ule kumepotea katika roho uweze kurejea tena. Haleluya, haleluya. Umeona? Ndio maana wito wa kwanza kabisa ambao mtu anaitwa, ile Petro wa kwanza sura ile ya kwanza ule mstari wa 16 mpaka ule mstari wa 17, kwamba kama yeye aliyewaita hivyo mtakatifu, vivyo hivyo nanyi mmewapasa mwe watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Kwa hiyo wito wa kwanza huwa tunaitwa kuja kuwa watakatifu kama Mungu wetu alivyo mtakatifu. Maana ndio wito namba moja. Haleluya. Ndio maana muujiza mkubwa kuliko yote ni wewe kupatana na Mungu, ni mtu kuokoka, ni mtu kurudi kwenye asili yake ya utakatifu. Maana Mungu alitumba kwa mfano na kwa sura yake kabisa. Haleluya, haleluya. Lakini wito namba 2 ni wito wa kuja kutawala. Ufunuo sura ya 5 na ule mstari wa 9 mpaka wa 10 imenenwa kwamba Yesu alimnunulia Mungu watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa, akawafanya kwa ufalme wenu, wengine wote waachwe Misri, nendeni peke yenu. Unaona hiyo Musa akasema hivi, lazima utupe na wanyama wetu wote, kila kitu, hatuache hata ukwato. Kwa sababu gani? Hatujui Mungu atataka nini tutowe. Tutakapofika huko dhabihu, tutamtumikia Bwana na kitu gani? Umeona? Lazima twende, hatuache hata ukwato. Hiyo ni falsafa ya shetani. Nasema okoka, lakini uendelee kubaki kuwa maskini. Hiyo ndio mojawapo ya hila ya shetani, na ndio njia shetani aitumia sasa, kwamba okoka lakini uendelee kubaki kuwa maskini. Nenda katika roho kweli, nenda kabisa. Uwe mtakatifu, uwezo wa kutoa pepo, yaani wa kawaida, usiwe mtu wa kawaida. Pepo isikatize, na uwezo kutoa pepo, fungua watu na kadhalika. Lakini kwa habari ya wewe haki ya kumiliki na kutawala hapa duniani, hamna kitu, ni mateka. Kwa hiyo unaona Farao anasema nendeni, lakini mali zenu ziachwe Misri. Wapo watu wengi sana kweli wametoka, hawanywi pombe tena, kweli hawazini tena, kweli hawafanyi uchawi tena, wala waende kwa waganga. Kiroho wako vizuri sana, lakini kiuchumi, kwenye maisha ya kawaida wamechoka mbaya. Wanakwenda kanisani, hata sadaka hawana. Ukifika wakati wa kumtumikia Mungu hawana cha kutoa. Maana yake shetani anasema nenda, na kuruhusu nenda kaabudu, nenda kafanya mambo ya kimungu, lakini haki yako ya wewe kumiliki na kutiisha uchumi na bakiwa nayo. Ndicho kilichofanyika sasa. Ndio maana tunajifunza sasa vyanzo ni nini. Haleluya, haleluya. Hii ni mojawapo ya mkakati na mbinu ya shetani, kwamba wawepo watu wengi sana wamejaa kwenye nyumba za ibada, lakini hawawezi kumtumikia Mungu. Maana hata Yesu, Biblia imesema wataendaje kuhubiri wasipopelekwa? Unapoona mimi nahubiri hapa, ni gharama imetumika, ni fedha inatumika hapa, naipa gharama. Haleluya, haleluya. Kwa sababu ni neno. Hata Yesu alikuwa na watu wale wakina mama, Biblia inasema waliokuwa namhudumia Yesu kwa mali zao. Sasa kama hakuna fedha, hakuna mali, injili itawafikiaje watu vijijini? Sasa ni watu gani wa kupeleka huko? Ni hawa waliokombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Wasiishie tu kwamba wamekombolewa katika roho, kweli kabisa wamerudi kwenye ile asili yao ya utakatifu, lakini bado lazima wakombolewe. Lazima pia katika eneo la uchumi watu wawe huru.
ili waweze kumtumikia Mungu kupitia mali zao. Ufalme wa Mungu uweze kuenea kinyume na ufalme wa giza. Haleluya! Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Haleluya! Kwa hiyo fuatana pamoja nami tunavyojifunza sasa nini chanzo cha roho ya umaskini kwa watu wengi sana. Yaani imekuwa ni tatizo kubwa sana. Ndio maana tunaona hata kazi ya Mungu inashindwa kwenda kwa viwango visivyo vya kawaida. Mfano ni huyu maskini, alikuwa mwenye hekima lakini hana chochote. Nasema heri, unaona, heri hekima, lakini hekima bila fedha, anasema hakika kwa kweli ni huzuni kubwa sana. Kwa chanzo mojawapo cha roho ya umaskini ni hicho, kwamba ule msingi ulioharibika baada ya Adamu kuanguka kutoka kabisa katika mapenzi ya Mungu, kila kitu kinabadilika. Kwa hiyo dunia sasa hivi ina watu wengi ambao wanapata mali kwa sababu wanadamu huwa hawapendi kulipa gharama kutoka jasho. Kwa hiyo walio wengi sasa wanamsujudia shetani, wengi sana. Kwa hiyo dunia ina watu wachache wanaomiliki uchumi, wanawatumikisha wengi wanaokula kwa jasho kupitia kuwanufaisha watu wengine. Umeona? Kwa hiyo watu wengi nabaki sasa wanakimbizana hela ya kula, ikiisha kesho wanakimbizana nyingine tena. Kwa hiyo mtu ameenda kidogo, amejenga nyumba. Ndio maana nasema na mimi nimejenga, namshukuru Mungu na kibanda, sio nyumba, kibanda. Umeona? Yaani shetani aweka mipaka kwamba yani wewe unakuwa chini, naweka mpaka utaisha kupata hela akula tu. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wamewekewa zuio katika eneo la kumiliki na kutawala. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mmoja wapo ni hili anguko la Adamu, msingi kabisa. Lakini jambo lingine linalosababisha roho ya umaskini ni historia ya waliokutangulia. Historia ya watu waliokutangulia inaweza kaamua sana maisha yako yaweje. Historia, sikiliza, umaskini ni roho na mafanikio ni roho. Narudia tena, umaskini ni roho na mafanikio ni roho. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Mwanzo sura ile 26 na ule mstari wa 18 mpaka 22. Mwanzo 26 18 mpaka 22. Biblia imesema hivi: Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Abraham babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Abraham. Naye akaviita majina kufuata majina aliyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika ile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka, wakisema maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina lake kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombana hicho tena, akakiita jina lake Stima. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakugombania, akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, kwa kuwa Bwana ametufanyia nafasi, sasa tutazidi katika nchi. Haleluya, haleluya, haleluya. Huyu ni Isaka ambaye ni mtoto wa ahadi wa Abraham, baba yetu wa imani. Biblia inasema wakati ule Abraham alipokuwa naishi kule Mashariki ya Kati, alichimba visima. Kwa hiyo kuna wakati alienda hapa Gerari, sehemu za Ufilisti, akachimba visima. Kumbuka kule Mashariki ya Kati asilimia kubwa sana ni jangwa, kwa maana ya kwamba ni ngumu sana kuona sehemu ule uoto wa asili, miti ya kijani na kadhalika. Mito inatirika kama kwetu sisi Afrika. Sasa mtu aliyekuwa na chimba kisima na miliki kisima cha maji kwa ajili ya watu wake na mifugo, alikuwa ni tajiri, hakuwa mtu wa kawaida. Sasa Biblia imesema Abraham alikuwa ni tajiri wa fedha, mifugo na watumwa wengi sana. Alikuwa na wafanyakazi zaidi ya 300. Kwa alikuwa na visima vya maji. Sasa kule Wafilisti kule, sasa Wafilisti
chukua ni taswira ya shetani na watumishi wake, wachawi, waganga, wafuga majini na kadhalika, watumishi wa shetani, wasisi hao ambao ni maadui wa msalaba, ni maadui wa wana wa Mungu, ni maadui wa ufalme wa Mungu. Wenyewe wanapambana kuhakikisha kwamba watu wa Mungu hawapenyi, hawamiliki na kutawala uchumi, hawastawi, wanabaki wako hivyo hivyo. Hawa Wafilisti hao, Abrahamu alipokufa wakafukia vile visima vyake. Fukia. Sasa mtoto wake Isaka akaanza kufuatilia mali za baba yake. Alipoenda hapa Gerari akakuta kuna visima ambavyo baba yake alikuwa ameviacha, lakini hawa Wafilisti wachawi hawa wamefukia visima vya baba yake. Haleluya, haleluya. Nini kilichotokea? Isaka akaanza sasa kuweka mkakati wa kuchukua visima vya baba yake. Akachimbua cha kwanza cha mawe, akasema hamna, haya ni maji ya kwetu, haya ni ya kwetu, hamna kisima hapa. Napochimbua wanafukia, chimbua nafukia. Akakiacha, akakiita jina la Eseki, kwa maana kwamba wamegombana. Akaenda akachimbua kingine tena, anachimbua anafukia watumishi wake. Hao Wafilisti wanafukia, anapofukua wanafukia. Mwisho akasema ngoja tuendelee. Hicho nacho akafutia, akakita jina lake Stina. Akafukua kisima kingine babu kubwa ambacho mpaka wakakata tamaa kufukia, akakiita Rehobosi. Haleluya. Akasema sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Unaona? Kwa nini Isaka akafukue visima vya baba yake? Na si kwamba, kumbuka wakati Abrahamu anakufa aliacha ulisi, alimpatia ulisi Isaka, na yule Ishmaeli naye akapewa zawadi. Maana si kwamba hakuwa na maisha, alikuwa na maisha. Kwa nini akaenda kufukua mali za baba yake zisizofukiwa na maadui wa ufalme wa Mungu? Sikiliza, mzazi anapokuwa ameondoka duniani, ni mapenzi ya Mungu aache aseti, aache mali. Haleluya, haleluya. Kwa nini Wafilisti walifukia visima vya Abraham? Kwa nini wachawi, waganga, wafuga majini, maadui wa Mungu huwa wanafukia mali, wanazuia, wanaharibu mali za wana wa Mungu? Kwa nini? Kwa nini? Moja, sababu ya kwanza, walikuwa wanaondoa alama ya Ibrahim kwa vizazi vyake, kwa vizazi vyake. Maana yake walikuwa wanaondoa roho ya mafanikio isishuke kutoka kwa Ibrahim kuja kwa watoto wake. Mbona walikuwa wanapambana waondoe roho? Kumbuka nimesema umaskini ni roho na mafanikio ni roho. Kwa hiyo walikuwa naelewa kabisa kwamba mzazi anapokuwa amekufa, ameacha mali, maana yake anaacha roho ya mafanikio kwa watoto. Kwa ndio maana wakafukia, ili kusiwepo na utambulisho, kusiwepo kabisa na alama inayomuhusu Abraham, ambayo hata watoto watasema baba hakika aliacha alama hii, na alichokiacha ni hiki hapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini pia walifukia ili watoto wa Abraham wakose pa kuanzia, kwa sababu kama mzazi akiacha mali, ameacha asset, watoto moja wamekwisha kuachiwa roho ya mafanikio, pili lazima wapate pa kuanzia. Lakini sio hivyo tu, ni ili wasije wakaongezeka kupitia mali alizoziacha baba yao. Haleluya, haleluya. Lazima ukumbuke hilo, ili wasije wakaongezeka kupitia mali alizoziacha baba yao. Haleluya, haleluya. Ndio maana kitabu cha Misali sura ya 20, Misali sura ya 20 mstari wa 7 nasema, mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada yake. Umesikia? Mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada ya yeye kuondoka.
mwenye haki anayeenda katika unyofu, aliyekuwa ni mcha Mungu, anamwabudu Mungu wa kweli, anajishughulisha, hafanyi kazi, pesa anaipeleka kwenye pombe. Pesa akipata kwenye mshahara hapeleki kwa wanawake. Ni mwenye haki huyo, ni mcha Mungu huyo. Anawaza, siku nitakapoondoka lazima niache alama kwa kizazi changu. Anasema watoto wake wabarikiwa baada ya yeye. Umesikia ndugu yangu? Mwenye haki anayeenda katika unyofu wake, anayetembea kwenye njia za Mungu, hata anapoondoka duniani, Biblia inasema watoto wake wabarikiwa baada ya yeye. Mwenye haki. Ndio maana Wafilisti wakawa nafukia visima vya Abrahamu, wanafukia. Sasa inawezekana wewe unanitazama, wachawi walifukia visima vya wazazi wako. Wazazi wako wameondoka duniani, wanawaachia madeni, wanawaachia migogoro, wanaondoka duniani. Hata kitu ambacho utasema hiki kinamtambulisha baba alikuwepo, ni baba aliyejitambua, ni baba aliyesimama kwenye nafasi yake, hakuna utambulisho, hakuna alama yote. Walifukia wachawi, wakafukia kabisa. Haleluya, haleluya. Walifukia ili moja, kusiwepo na roho, kwa sababu mafanikio ni roho na umaskini ni roho. Haleluya. Inaambukiza, inahama kutoka kwa mzazi kuja kwa watoto mpaka kwa wajukuu. Ndivyo maandiko yanavyoniambia. Kitabu cha Misali 13 mstari wa 22. Misali 13 mstari wa 22 nasema, mtu mwema huwaachia wana na wana wa wanawe ulisi. Unasikia? Mtu mwema huwaachia wana na wana wa wanawe ulisi. Haleluya, haleluya. Mtu mwema, sikiliza, kuacha ulisi wewe mzazi kwa watoto haina maana kwamba watoto wanatakiwa waishi kwa mali zako wewe. Sababu kubwa ni kuacha roho ya mafanikio kwa watoto wako. Kwa hiyo mzazi anapoacha asset baada ya yeye kuondoka, maana yake anawaachia roho ya mafanikio watoto wake. Sinaona mimi nimefanya utafiti kwa wale wenzetu wa bara la Asia kule. Sinaona hata mali zinakuwa ni mali za ulisi wa familia. Wenzetu wa kule bara la Asia, kama hata kule Israeli kule, yani mtu mmoja akiwa hana chochote, ni maskini, ni aibu kwa ukoo, ni aibu kwa familia. Wanachangishana kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa na kitu cha kwake. Ndio maana unakuta zile mali zinakuwa ni mnyororo, ni roho. Nenda hata kwa wale Wahindi tu, angalia, natoka kwa huyu, nakuta jina na sambatu, jina na kwenda, mali zinacheza kwenye ukoo ule ule, kwa sababu mafanikio ni roho. Sisi michango yetu tunachangishana kwa ajili ya harusi. Unaona? Tunachangishana kwenye vitu ambavyo mnatumia, mnakula, mnakunywa, vinaishia hapo. Lakini unaonaje kwamba kuna mtu kwenye familia hamuoni kwamba huyu mtu anapokuwa na chochote ni aibu, ni fedhea kwa familia? Wengine nyie mna kazi, mna kazi nzuri, mnapata mishahara uko kweli, lakini mna mdogo wenu ambaye anahangaika barabarani, hana chochote, na wewe unaona fahari. Mafanikio ni roho, huwa inasambaa. Ni aibu anapokuwepo mtu mmoja kwenye jamii, kwenye familia, kwenye ukoo, hana chochote. Kwa hiyo kwa wale wenzetu wa bara la Asia, wao wanajua siri hiyo, kwamba mafanikio ni roho na umaskini ni roho. Ndio maana kuwa ni chain. Haleluya, haleluya. Ndio maana kitabu kile cha Misali sura ile ya 19, Misali sura ya 19 mstari wa 14, nyumba na mali ni ulisi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu upewa na Bwana.
Nyumba na mali ni urithi apata mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Haleluya, haleluya. Nyumba na mali ni urithi apata mtu kwa babaye. Maana anasema ni asset hizi anazipata kwa babaye, lakini anasema kitu ambacho pekee mzazi aweza kamisisha mtoto ni mke. Ni mke. Ndio maana wewe mzazi usimchagulie mke kijana wako, usimchagulie mume, kwa sababu sio urithi. Hiyo ni jukumu lake, amuoe aolewe na yeye ampendaye, sio kwa kuchaguliwa na wewe. Wewe jukumu lako ni kuhakikisha unaacha alama kwake. Mtoto wako mpaka na watoto na wajukumu zako wache kusema tulikuwa na baba anayejitambua, aliyejitambua. Tulikuwa na mama aliyejitambua. Alama yake ni hii. Roho aliyotuachia ni hii hapa ya mafanikio. Umeona? Waseme tulikuwa na wazazi waliosimama kwa nafasi yao, ambao hawakuzaa ili kuijaza dunia, walizaa ili wasababisha uzao wao uweze kuwa na faida hata kwa jamii nao wazunguka, wanufaike kupitia zile asset wanazoziacha. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Umeona? Anasema nyumba na mali. Ndio maana angalia tu hata akina Petro wakati Yesu amewaita kwa ajili ya utumishi, desturi za Wayahudi ziko kwamba watoto wa kiume hawatakiwi kuondoka pale kwenye boma la baba yao mpaka wamepata urithi kutoka kwa baba yao na wamemzika baba yao. Kwa sababu mapenzi ya Mungu ni mzazi azikwe na watoto, sio mzazi azike watoto. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo walikuwa waondoki. Ndio maana akina Petro akamwambia Yesu, sisi Bwana, wakati natuita ulikuta tuko na baba yetu tunavua samaki, alikuwa hajafa, kwa alikuwa bado hajatugawia urithi. Na akina Petro walikuwa na mali zao. Historia inaonyesha kwamba mpaka Petro alikuwa na guest house kabisa, na nyumba ya wageni ambao hata Yesu alikuwa analala wakati mwingine kule Kapernaum. Alikuwa na mali aweza kumezipata, lakini kupata urithi kwa baba yake ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, lakini pia ilikuwa ni jukumu la mzazi. Ndio maana akamwambia Yesu, tumeacha vyote tumekufuata wewe, tutapata nini kwako? Unaona? Yesu kabidi atoe ahadi pale. Haleluya, haleluya. Akawahakikishia usalama. Kwa nini? Ile ni kwa habari ya desturi za Wayahudi, kwa sababu walikuwa bado baba hajafa, hawajamzika na hajagawa urithi. Utasoma kisa kimoja, kuna mtu mmoja Yesu alikutana naye akamwita, nifuate. Yule kijana akamwambia, Bwana, ngoja niache nikazike baba yangu. Yesu akamwambia, acha wafu wazike wafu wao. Sio kwamba baba yake alikuwa amekufa. Alikuwa na shindano na desturi kwamba anawezaje kuondoka akaambatana na mwingine halafu anamwacha baba yake hajafa. Mbona? Maana yake hajapata urithi, lakini anatakiwa mzike kwanza babake ndio aondoke. Ilikuwa desturi za Wayahudi. Haleluya, haleluya. Ndio maana nasema nyumba na mali ni urithi apata mtu kwa babaye, bali mke mwema mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa ngoja nikupe mfano wa watu ambao walijitambua. Kitabu cha Hesabu, kitabu cha Hesabu sura ile ya 27. Hesabu sura ya 27 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 7. Wakati wakakaribia hao binti za Selofehadi mwana wa Heferi, mwana wa Gileadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase wa jamaa za Manase, mwana wa Yusufu. Na majina ya hao binti za Selofehadi ni haya: Mara na Nuhu na Hogla na Milka na Tirza. Nao wakasimama mbele za Musa na mbele ya Eleazari kuhani na mbele za wakuu na mkutano wote mlangoni pa hema kukutania, wakasema, baba yetu alikufa nyikani,
naye hakuwemo katika mkutano wa hao waliojikutanisha kinyume cha Bwana katika mkutano wa Kora, lakini akafa katika dhambi zake mwenyewe, naye alikuwa hana wana wa kiume. Kwa nini basi jina la baba yetu kufutwa katika jamaa zake? Kwa sababu alikuwa hana mwana wa kiume. Tupeni sisi ulisi wa baba, ulisi pamoja ndugu zake baba yetu. Basi Musa akaleta neno lao mbele za Bwana. Bwana kanena na Musa na kumwambia, hao binti za Selofadi wana neno lilo haki. Kweli utawapa miliki ya ulisi pamoja ndugu zake baba yao, nawe utawapa ulisi wa baba yao. Haleluya, haleluya. Unaona, hawa mabinti wa mtu mmoja aitwa Selofadi, nyakati zile wakati wa Musa, wanaandamana mabinti hawa, akina Hogla, akina Milika, akina Tiza, akina Nuhu. Hawa mabinti hawa waliojitambua wakaenda mbele za Musa, wakaandamana, wakasema, Musa, wakuu wote tusikilizeni. Baba yetu alikufa katika dhambi zake mwenyewe. Hakuwa miongoni mwa wale walioasi wakati wa mkutano wa Kora. Lakini kwa nini jina la baba yetu limefutwa katika ukoo? Ulisi wa baba yetu umechukuliwa na wana ukoo. Kwa nini? Tupeni ulisi wa baba yetu. Hawa mabinti walijitambua. Ukifahamu kweli itakuweka huru. Uzijue haki zako, usibaki na kalili tu. Yesu anasema alimaliza yote msalabani. Yepi? Ndio maana akasema utaifahamu kweli, upate taarifa sahihi kuhusu eneo fulani, kwamba kuna eneo ambalo liko sawasawa. Ni kweli nimeokoka, ni kweli nampenda Yesu, lakini kwenye eneo hili la uchumi, kwa kweli bado shetani ametangulia mbele. Amesema okoka, lakini uchumi wako libaki nao. Sasa utakapopata hiyo taarifa, umeshaifahamu kweli, nenda kadai haki yako msalabani. Yesu alifanya ukombozi wa jumla, lazima tuelewe. Haleluya, haleluya. Ndio maana kuna watu wa jumla. Ili unapoona kuna eneo ambalo kwenye maisha yako liko sawa, nenda sasa kachukue haki yako msalabani. Hawa wabinti wakasema, hatukubali. Kweli baba yetu hakuwa na mtoto wa kiume, lakini sisi tunayo haki. Jina la baba yetu limefutwa. Kuna watu ambao shetani imefuta majina ya wazazi wao, futa kabisa. Baba yako alitakuwa mtu fulani, alitakuwa amefika mbali, lakini wachawi wakafuta. Walilifutaje? Walichukua mali zake. Kwa sababu kinachomtambulisha mtu ni kila alicho nacho. Kwa walifuta jina, maana yake wana ukoo walichukua mali zao. Kuna watu wengi mnalia kwa sababu mlikuwa hamna watetezi. Ndugu wa baba yenu walichukua mali zenu, wakachukua mali. Sinaona kuna watoto wanahangaika mahakamani, mara mali zimechukuliwa, wamegawana. Baada baba yao wamekufa, wamegawana, baba mdogo, baba mkubwa, shangazi, wamegawana. Watoto nabaki wanagawana, mmoja anaenda kuishi kwa shangazi, mwingine anaenda kuishi wapi, wengine unakuta sasa nabaki wanapata ile masazo, lakini mali za baba yao wamezishika wana ukoo. Haya yapo mpaka sasa. Lakini hawa watoto wakaandamana. Na wewe uliokoka, na wewe ambao unatamani mpate Yesu sasa, jina la baba yako lilifutwa. Baba yako amekufa kibudu, hata sturi hana chochote, maisha kapuku kabisa. Wewe baada kumjua Mungu, nenda msalabani kwa Mwokozi. Yeye aliyekuwa maskini, ili kwa maskini wake si tuweze kuwa matajiri, tuweze kumiliki na kutawala hapa duniani. Haleluya. Umwambie Bwana Yesu, moja wapo ya kazi uliyoifanya pale msalabani ni kunirudisha kwenye umiliki. Sasa roho ya umaskini ninaikataa, ambayo shetani alipandikiza kwa wazazi wangu, wakafa bila chochote. Mimi nachora mstari kwamba naanzisha roho ya mafanikio. Mimi na uzao wangu sitakufa kama wazazi wangu walivyokufa. Haleluya, haleluya. Na uendelee kufuatilia katika vipindi vinavyokuja, tunavyoenda kujifunza tokaje hapo. Sasa kuna kanuni, maombi tu hayaishii hapo, kuna njia za kufanya pia.
Haleluya, haleluya. Hawa mabinti wananifurahisha sana. Walipoenda Musa akapeleka shauri kwa Bwana. Unajua kilichofanyika? Mungu akamwambia hawa mabinti wa Selofehadi wanadai haki. Wanadai haki. Wapeni ulisi wa baba yao. Unajua hiyo sababishi katungwa sheria iliyoondoa mfumo dume. Kwa mapenzi ya Mungu ulisi wapate watoto wa kiume na wa kike. Kwa hiyo kupitia watoto wakasababisha katungwa sheria. Yaani wewe unaweza kusababisha ukombozi hata kwa ndugu zako wewe. Yaani wewe unaweza kusababisha heshima ambayo watakuwa wapate hiyo roho ya wazazi wako ije kwako. Sasa shetani alifuta jina lao, wewe ukafukua jina la ukoo likaendelea kupitia wewe. Haleluya. Ukaheshimisha ukoo wako. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa tunajifunza nini hapa? Moja wapo ya kujifunza sisi wazazi, epuka kuwa mzigo kwa watoto wako kwa sababu yetu niwasomesha. Kuna wazazi wengi sana mmekuwa mzigo kwa watoto eti kisa kwa sababu mmewasomesha. Sikiliza, unatakiwa utunzwe na mali ulizozipata wewe mwenyewe. Sio kwamba ulisomesha watoto waje wakutunze. Kuwasomesha watoto ilikuwa ni wajibu wako. Kwa sababu kazi ya kuzaa sio kazi, kuzaa ni kulea. Moja wapo ya malezi unawapatia watoto wako haki yao. Moja wapo ya haki ni elimu. Sasa kuna wazazi leo unakuta mpaka mtoto anasoma chuo kikuu kwa mkopo. Unapiga simu, tutumie hela, tumeishiwa hela ya kula. Mtoto anawatumia hela kwenye hela ya mkopo ambayo hata kazi yenyewe hajaipata, haijulikani atapata kazi ya kulipa huo mkopo. Anawatinza kwa hela ya mkopo ambayo bado hata kazi yenyewe bado. Kwa nini nakuwa mzigo kwa watoto? Kuna watoto wanatembea kwenye laana kwa sababu wametamkiwa maneno magumu sana wazazi wao. Nimekusomesha, unajifanya sasa hivi unaangalia mke wako tu, unajifanya sasa hivi utujali, unaona tutumie hela. Wewe uliishi maisha ya namna gani? Unavuna ulichokipanda. Ulivyokuwa unapata pesa unaenda kwenye ulevi. Ukipata pesa unapeleka kwa waganga. Unapata pesa unapeleka kwa wanawake. Leo sasa umebaki sasa macho yako unageuka kuwa mzigo kwa watoto. Maandiko ameweka wazi, mtu mwenye mnofu watoto wake wabarikiwa baada ya yeye. Anaacha ulisi kwa wana na wana wa watoto wake. Wewe unaacha kitu gani? Hao watoto wako nao na wana familia zao. Umeacha roho gani wewe? Unawaachia watoto roho ya maskini au unawaachia roho ya mafanikio? Kwa maisha unayoishi. Ungelijua kwa injili hii sasa hivi leo ingekuwa ni mwisho wa kunywa pombe, mwisho wa kuzini na wanawake, mwisho wa kufanya zinaa, mwisho wa kwenda kwa waganga kienyeji, mwisho unapata pesa naenda kwenye vitu visivyofaa. Kwa neno hili geuka sasa, uje kwa Yesu, uanzishe roho hapo ulipoanzia, hapo uanzie hapo uanzie hapo, uache alama. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwe mtu mwema, usio mtu mbaya kwa watoto wako. Unaanza kuwalemea watoto wako, unakuwa mzigo. Nawaambia watoto wako maneno magumu. Nimewahi kuhubiri neno hili. Mzazi mmoja akanipigia simu akaniambia, mchungaji, naomba sana Mungu anisamehe, nilikuwa namtesa sana mtoto wangu. Mtoto wako nakuta sasa ana mke ndio kwanza ameoa na bodaboda, kila siku ni simu. Ufanye kazi yoyote na baki sasa unasubia utumiwe na watoto wako tu, wakati bado na nguvu za kufanya kazi. Tunzwa na mali ulizoziacha kwa jasho lako. Haleluya. Haya ndio mapenzi ya Mungu. Uhudumiwe. Sikiliza, mtoto kuwajibika kwa mzazi kwake yeye ni heshima na ni shukrani.
Yaani mimi kumtumia mzazi wangu fedha kujenga nyumba kwa mzazi wangu, kwangu mimi sio malipo ya wajibu wake. Kwangu mimi ni heshima, ni fahari kufanya hivyo, ni shukrani wa jinsi ambavyo alijinyima mpaka nimefika nilipo. Lakini si kwamba nalipa, natakawa nilipe wajibu wake. Thamani yake naweza kulinganisha nini? Hakuna thamani yoyote. Kwa na wewe usitake mtoto akulipe, hata iwezi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa unapoinuka katika uchumi, katika familia, nyanyuka na wenzako. Unaponyanyuka, sisi wa Afrika kuna roho tafundisha huko mbele, moja wapo ya roho inayotesa wa Afrika wengi. Yaani ukiinuka kwenye familia kiuchumi, unataka uwe Mungu wa familia. Yaani unageuka kwa Mungu familia. Yaani unaona fahari, unaona watu wote na kuzunguka. Kila mtu anakupigia simu, kaka naomba nitumie shilingi 10,000. Mwingine dada yako yuko wapi? Unaona fahari. Yaani unaona unapokwenda kwenye familia watu wote wanakuzunguka. Wewe ndio kama Mungu wa familia. Alikufa kijana mmoja katika mji mmoja. Yule kijana alikuwa na ndugu zake. Sasa yule mama wakati analia kwa yule msiba, anasema wewe ndio baba yangu, wewe ndio ulikuwa kila kitu, nani atakayenitunza tena? Nani atakayenitunza? Anaongea hivyo, yuko na mume wake na watu na ndugu zake. Mbona? Kwani huyo mtoto aligeuka kwa Mungu wa familia. Na mara nyingi watoto wa namna huwa hawaishi muda mrefu. Ukishafika mahali pa kuchukua nafasi ya Mungu kwenye familia, watu wakutegemea wewe badala ya kumtegemea Mungu, huwezi ukaishi muda mrefu. Mungu ni mwenye wivu, utakufa tu mapema. Kwa hiyo ukitaka kuwa salama, unaponyenyuka, nyenyuka na wenzako. Haleluya, haleluya. Kwa nini usimwambie wewe bwana mdogo, nakupa sehemu ya mtaji huu, nenda na wewe kachakalike, tusijuane, kapambane na wewe, msaidie fulani, hivyo ili kuendeleza huo mnyororo wa roho ya mafanikio kwenye familia. Haleluya, haleluya. Ayubu sura ile ya 42 mstari wa 15. Ayubu 42:15. Hawakuwepo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa ulisi pamoja na ndugu zao wa kiume. Mfano wa mzazi aliyejitambua, akawapa ulisi watoto wote wa kiume na wa kike. Unaona? Kwa hiyo mafanikio ni roho na kutokufanikiwa ni roho. Kumbuka ile siku zote. Haleluya, haleluya. Kwa kama hakuna roho ya mafanikio kwa wale waliokutangulia, utatumia nguvu kubwa sana kupenya kabisa. Yaani kuna watu wengi sana tunajitahidi kupambana mno. Pambana sana. Una akili nzuri. Unakuta mtu amesoma kwa shida, halafu anajikuta amefanikiwa, amepata pengine kaajira, anaanza kujikuta tena napeleka pesa kwa ulevi tena, kwa wanawake tena. Ukifuatia sana, hiyo roho ya mafanikio haipo kule chini. Kama hakuna roho ya mafanikio kwa walio kutangulia, unatumia nguvu kubwa sana kupenya. Kubwa sana. Kweli nakwambia. Mbona? Hakuna roho ya mafanikio. Kwa maana yake ni nini sasa? Wewe unatakiwa sasa uanzishe roho ya mafanikio. Hapo lipanzia. Sasa moja wapo ya roho ya mafanikio, angalia ni vitu gani ambavyo ukipata pesa sasa vinaenda kwenye mfuko uliotoboka. Haviendi kuzalisha, kutengeneza vitu vya kuacha alama kwenye maisha yako. Kwa kusema hivi nasema hivi, kinachoweza kusababisha uwe salama ni kubadilisha mfumo wa maisha. Uje kwa mwanachama wa ufalme wa Mungu, akili zako zinatiwa nuru, utafunguliwa, utawekwa huru. Maana yake hata ukipata pesa kwa salama, na unapewa maarifa ya kukusaidia.
uanzishe roho ya mafanikio. Hakuna sababu ya kuwalaumu wazazi kwa sababu hawakukupatia mtaji, hawakusaidia, wala ndugu zako. Acha kulaumu. Hakuna aliyezaliwa duniani kuja kuwajibika kwa ajili yako wewe. Wewe ndiye utakayetoa hesabu ya maisha yako. Hayupo. Hata wazazi wako wanakulea, wanafanya kwa sehemu yao. Usiwalaumu wazazi wako. Acha kulaumu ndugu zako. Acha kulaumu watu wengine. Maana yake ni sasa, anzisha kuanzia sasa roho ya mafanikio. Hiyo roho ya mafanikio, Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Yesu aingie ndani yako kabisa. Na wewe uliye ndani ya Yesu, waza sasa, hii roho ya mafanikio ipo kwenye familia. Ipo. Au jina wazazi wako lilifutwa na Wafilisti, wamefukia visima. Hawa watu mabinti wa Selofehadi wakafukua visima vya baba yao. Wakati mwingine Mungu anaanzisha kitu kinakufa. Kinacho ukifukua hiki kinakufa. Ukianzisha mradi unakufa. Ukianzisha biashara inakufa. Ukifanya hiki kinakufa. Maana kuna kile unachokianzisha kinafukiwa. Mbona kuna watu ambao maana yake visima vimefukiwa. Yaani unapojaribu kuanzisha roho ya mafanikio unakamatwa. Ukianzisha hiki kinakufa. Kinachokianzisha kinaishia njiani. Hakifiki mwisho. Miaka inakwenda, umri unakwenda. Maana yake ndio hilo sasa. Maana yake unaona Isaka alipokuwa anajaribu kufukua visima vinafukiwa na Wafilisti. Na wao wamekuwa kujaribu kuanza mradi mpya, shetani anafukia. Wachai wanafukia. Unajikuta unapata pesa hata tunapokwenda hazieleweki. Roho ya chuma ulete. Kuna watu mmeungamanishwa na majini ya chuma ulete. Yaani unapopokea pesa kabla hujapokea, kuna majini unayo yanapokea. Wewe unapokea hewa. Ndio maana ukipata pesa zinaisha kutatua matatizo. Hazifanyi chochote. Pengine ukipata pesa ndio magonjwa yanaitana, matatizo yanaitana. Kwa nini? Kwa sababu gani? Maana yake ni kwamba shetani anafukia visima. Anafukia visima. Vyanzo vyako vinafukiwa. Umeona sasa? Wewe inawezekana umekwama hapo. Umekwama hapo kabisa. Ni Isaka unayepambana kufukua visima lakini huwezi. Umeona? Kwa lazima ni mwajibu wako sasa kupambana, kumiliki mali za jasho lako na sio za ulisi. Natoa mwito, wewe watoto usisubiri mali za ulisi. Angalia ni watu wachache sana wanaofanikiwa hasa Afrika kwa mali wezoachiwa za ulisi. Kwa sababu mali ambazo tunakuwa uzazipata kwa mchakato wewe mwenyewe huwezi kuzitunza. Wachache wanaotunza mali za ulisi, wengi wanazipeleka kwenye vitu visivyofaa. Umeona? Kwa maana yake ni kwamba wewe mtoto, acha kukondolea mali za wazazi wako, wa mama yako, wa baba yako. Pambana upate za kwako. Mzazi wako yeye kuacha ulisi kwa kupatia mali, anakuachia roho ya mafanikio. Na wewe unatakiwa acha roho sasa, hiyo roho iendeleze kwa watoto wako na watoto wa watoto wako. Acha kugombania mali za ulisi mpaka mnarogana. Huo ni ujinga kabisa. Pambana upate za kwako na wewe uanzishe roho ya mafanikio ya kwako kwa watoto wako. Unasema mchungaji, unavyoendelea nazidi kuumia sana. Maisha yangu imekwama kabisa. Roho ya umaskini na tesa sana, imenitesa. Na wakati mwingine kunafanya kitu, kila kitu unachokifanya kiendi. Nataka niombe kwa ajili yako sasa. Cha kwanza kabisa uamue kumpa Yesu maisha yako. Vitu vingine uhitaji kuzurura, unakwenda huko si kwenda kutabiriwa. Ni kanuni tufahamu umekwama wapi. Nenda msalabani kwa Mwokozi. Nataka niombe, shika sasa kwenye moyo wako au kwenye screen, kutanisha mkono wangu huu. Baba, katika jina la Yesu, na kamata hiyo roho ya maskini na mtesa kijana huyo. Inamtesa baba huyo sasa. Kwa damu ya Yesu Kristo, amekuwa naanzisha miradi na kufa, biashara zinakufa, kila kinachochanisha shetani nafukia. Kwa damu ya Yesu na achilia uweza wa kifarume, na achilia mamlaka yako sasa katika jina la Yesu Mwokozi. Na piga hizo madhabahu na kamata hizo roho zinazotesa, zimeweka ukuta ili asipenye, ili asifanikiwe. Zimuachie sasa, zimuachie sasa. Maroho ya chuma ulete yamuachie sasa. Vifungo vya umaskini kupitia wazazi wake, kupitia wazazi waliomtangulia, naondoa hilo zuio sasa, na mpe hatua ya kwenda kutafuta msaada kwa jina la Yesu. Amina.
Fuatia kipindi kinachokuja ambacho nitakuwa nafundisha chanzo kingine cha roho ya maskini na unatoka tokaje hapo. Mungu akubariki. Chukua hatua, nenda kwa watumishi wa Mungu waombe na wakufundishe kanuni jinsi ya kutembea, utakuwa salama. Unaona namba yangu ya simu hapo, unaweza ukanitafuta tukasaidiana, au kaja mahali ndipo kufanya maombezi kwa ajili yako. Engena kwenye mitandao ya kijamii zaidi, utapata mafundisho nimeenda kwa ndani zaidi kwenye YouTube. Mungu akutendee mema kwa jina la Yesu. Sibuka TV.